wanachadema na Watanzania, tarehe 10 mwezi Juni 2025 Mahakama Kuu ya Tanzania ilitoa hukumu kwenye shauri dogo la kesi ya msingi namba 8323 ya mwaka 2025 ambapo ilieleza na kutoa amri 3. Katika kesi hiyo, aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu upande wa Zanzibar kwa miaka takriban 15, ndugu Saidi Isa Mohamed, pamoja na wajumbe wa bodi ya wadhamini wa chama wa sasa, ndugu Ahmed Rashid Hamis na mama Maulida Ana Kom, ambaye ni mmoja wa waasisi wa chama, kwa pamoja wameshtaki chama wakilalamikia mgao wa rasilimali kutowapendelea Zanzibar, na hivyo wameiomba mahakama pamoja na mambo mengine, wakiwa wanasubiri shauri la msingi kusikilizwa, Chadema isimamishwe kufanya shughuli za kisiasa na kutumia rasilimali zake. Ndugu Saidi Isa Mohamed amekuwa kwenye nafasi ya makamu mwenyekiti Zanzibar kwa kipindi cha miaka 15, na katika kipindi chote cha uongozi wake ameshiriki vikao vyote vya chama ambavyo vilipitisha mgawanyo wa rasilimali za chama kwa nchi nzima, na hakuwahi kuona shida yoyote. Sambamba na mama Maulida Ana Kom, ambaye amekuwa sio tu mjumbe wa bodi ya wadhamini wanaoishtaki chama, bali amekuwa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini, ameshiriki na kuongoza vikao vyote vya mgawanyo wa rasilimali za chama katika kipindi chote. Hakuwahi kuona tatizo, maana kweli halikuwepo tatizo. Maazimio ya mgawanyo wa rasilimali za chama amekuwa akifanya kwenye vikao kwa kuridhiwa na wajumbe wa kikao kwa wingi wao. Kama chama tunaona jambo hili linakuja kipindi hiki sio kwa bahati mbaya, bali ni hila ya kudhoofisha msimamo wa chama wa no reforms no election, ambao unabeba hitaji la nchi na wananchi kwa kipindi hiki. Kesi hii ina msukumo nyuma yake wa watu wenye nia off. Mama Maulida Ana Kom, siku ya kikao cha bodi ya wadhamini tarehe 15 Mei mwaka 2025, aliwataja watu 3 waliokwenda nyumbani kwake kumshawishi afungue shauri hili la madai ya mgawanyo wa rasilimali kwa Zanzibar. Na kesho yake tarehe 16, mbele ya kaimu naibu katibu mkuu bara Mheshimiwa Amani Gorugwa na wakili Edison Kiratu, aliwataja tena watu hao 3 ambao alisema walimfuata na kumwambia kuwa asaini barua ya madai ya fedha ili zipelekwe Zanzibar. Kwa maelezo ya mama Kom, hakuwa ameambiwa kuwa nyaraka hizo alizopelekewa na hao watu 3 ili azisaini zina maudhui ya kuiomba mahakama kuifungia Chadema kufanya shughuli za kisiasa. Mama Kom aliwaambia akina Mheshimiwa Amani Gorugwa kuwa alishangaa kusikia kuwa kesi imefunguliwa na yeye na wenzake wawili yenye hila ya kukiumiza chama, na yeye kama muasisi wa chama na mjumbe wa bodi ya wadhamini hawezi kushtaki chama. Aliomba mwenyewe ajitoe kwenye kesi hiyo. Kitendo cha mama Kom kuwepo mahakamani tarehe 10 Juni 2025 na kukana kiapo chake cha kujitoa alichosaini tarehe 16 Mei inathibitisha kuwa kuna jambo halipo sawa na ambalo lina msukumo wa mfumo wa serikali lenye lengo la kukidhoofisha chama. Hizi hila na nia ovu tumezijua, na kamwe kama chama hatuko tayari kusujudia na kupiga magoti kwenye mambo ya hovyo namna hii.
tutapambana.